last week tunakuwa tunaongea nini? Inaweza kuna mtu ambao alikuwa kanisani anaweza kunikumbusha vile ambao tulikuwa tunaongea? Aha, nilikuwa naongea kuhusu usiangalie andui, angalia yule ambao aliyekuita. Si Bwana bariki sana. Maana kama alikwambia kwamba nitakupatia uzima, ni kweli atakupatia uzima. Na kama akukwambia kitu, niko hapa nikwambia kwamba kuna uzima wa milele. Unajua zao unaweza kwa kwamba uliingia na ukuambiwa alikwambia kitu. Alikwambia uzima wa milele. Na akakwambia kwamba nitakuwa pamoja nawe. Sasa unaninyonga. Huyu angalia ni usikase sana kamba. Si Bwana bariki sana. Kwa hivyo leo ninataka kuongea kuhusu Bwana ni wakati ambao umeenda sana wakati ambao nilikuwa natafuta Mungu kwa ajili ya ujumbe. Bwana alinipatia ujumbe wa leo, inaitwa kasi ya Mungu, kasi ya Yesu. Kasi ya Yesu ilikuwa watu wengi nikiwauliza kasi ile ambao Yesu Kristo alikuwa nakuja hapa duniani kwayo, wengi wataniambia kwamba ilikuwa kasi ya kuokoa. Na wengi watasema ama utaniambia hivi. Lakini kuna kasi zito ile ambao Mungu ya Yesu Kristo alikuja kwayo. Ninataka kukueleza siku ya leo. Na utaona kwamba kweli ni nzito, maana watu wengi tumekuwa kanisani, lakini unakuta kwamba inakuwa ngumu. Na ndio Yesu Kristo ndio hata watume wake wakamwambia kwamba hii ni ngumu. Na ni kweli ilikuwa ngumu. Na ninataka kueleza kazi gani. Wewe unaweza kuniambia kwamba ni kazi ya kuokoa. Na unakuta kwamba Yesu Kristo hata wewe mwenyewe kwa nyumba yenu unaweza kutaka kupatia mtu mkono umtoe kwa shimo na akatae. Utafanya nini? Basi, lakini nakuta kwamba kuna ingine kazi nyingine, maana Yesu Kristo alikuja kuokoa, lakini nakuta kwamba hiyo si ile ilikuwa na kazi ile ambayo ilikuwa kazi ngumu. Ndio hiyo ninataka kuombea. Maana unakuta kwamba ndio hapo inasema kwamba nilikuja kwa wale ambao ni wangu, lakini wakanikataa. Naona? Kwa hivyo akaenda kwingine, ndio wakampokea. Unaona kazi ni gani? Nikikuuliza unaona kazi ni gani? Kazi hii ambayo ninakwambia ni kazi ya inaitwa mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni gani? Mapenzi ya Mungu ni ile hali ya Yesu Kristo alikuja ili kwanza umwamini. Mbona? Umwamini ya kwamba yeye ametumwa. Kwa hiyo kuna wengi ambao hawakukubali ya kwamba ametumwa, lakini wakati ambao unajua kwamba umeamini ya kwamba ametumwa, inakuwa kwamba ni rahisi kwako kupokea muujiza. Kwa hiyo kazi ile ambao ni nzito ni kuamini. Hata nikikwambia neno, nimekuambia kwamba neno yenyewe usipoamini, bali unakuta hakuna muujiza. Unaweza kuenda maombi pasipo kuwa
kuamini hakuna kazi inafanya. Na ndio hiyo inaitwa kazi ngumu. Halo, unaona aje mwalimu? Hiyo ndio kazi ngumu ambayo Yesu Kristo amekuja kufanya. Kwa hiyo unakuta kwamba, na ndio anasema kwamba tuangalie katika John 3 mstari wa 16. Wewe uli nyumbani leo, ninaongea kuhusu kazi nzito ambayo Yesu Kristo alikuja kwayo kwa mwanadamu. Lakini watu wengi wanaona kwamba kazi ile nzito ni hali ya kuokoa. Lakini kazi ile nzito ni kazi ya kuamini. Kwa hiyo kumbe kuamini Yesu ama kuamini tu peke yake ni kazi. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao mtu mmoja ataamini, itakuwa kwamba amepatana na muujiza wake. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wengi ambao tumekuwa ya kwamba tuko tofauti, kanisa imekuwa tofauti, watu ambao wameitwa na Mungu wako tofauti, na kila ambao kimeleta utofauti hii ni wakati ambao kuamini tu. Kwa hiyo wakati ambao nitaamini kila ambao Mungu ameniambia, inakuwa kwamba ni rahisi kupata muujiza wangu. Lakini hiyo ni kazi nzito. Kumbe kuamini ni kazi. Kwa hiyo wakati ambao utaamini, unapatana muujiza wako, na hapo ndio unakuta kwamba mtu mmoja anakuwa kwamba ako na kiwango moja na yule mwingine amepata kiwango kingine. Kwa nini? Maana hali ya kuamini. Halo, nifuate ndugu yangu, dada yangu, ulio nyumbani, nifuate na wewe utapata. Na baada ya kuipata, ninakwambia kwamba usitoke kabla sijakwambia uwezo na nguvu za Mungu ambao zinaleta hali ya kuamini. Ninasema kwamba ile hali ya kuamini yule ambao aliyetoa nguvu za Mungu ambao zilimtoa Yesu katika mauti na kumletea uhai. Hivyo ndivyo ninasema ya kwamba tunaweza kumwamini, na baada ya kumwamini unapata na hiyo uwezo katika jina Kristo. Hebu soma Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie. Kila mtu amwaminie. Hapo ndio niko na haja na kila mtu amwaminie. Hapo chini asipotee. Kwa hiyo unakuta kwamba pasipo kuamini wewe utapotea. Halo, angalia, rudia hiyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie. Kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo unakuta kwamba ile hali ya kukosa kuamini inamaanisha kwamba kuna haja ya kupotea. Lakini wakati ambao unakubaliana na ile, inamaanisha kwamba kumwamini tu inakuwa kwamba wewe utapata nini? Unapata utofauti na ujumbe mwingine. Kuna mtu ambao atapotea na kuna mwingine ambao hatapotea. Kwa nini? Wakati ambao unaamini tu. Kwa hiyo wakati ambao ninakwambia kwamba ili wewe usipotee. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi hata kutukua kanisani, bali unakuta kwamba kila ambao imeleta shida ni kukosa kuamini. Kwa hiyo unakuta kwamba level ya kuamini iko tofauti. Level ya kuamini iko tofauti. Kwa hiyo wakati ambao unakuta kwamba inafika mahali ambao unaamini kitu, unakuwa na wasiwasi, inakuwa kwamba basi kuna nini? Kuna ile kasoro. Kwa hivyo tuondoe kasoro katika hali ya kuamini. Ninakwambia kwamba ondoa kasoro
Na ndio Yesu Kristo anasema nini? Anasema kwamba iwapo mtu mmoja atakuwa na imani kidogo, kama mbegu ya haradali, bali huyo mtu ataweza kuhamisha mlima mmoja kutoka hapa mpaka mbali. Kwa nini? Kwa hiyo umeamini. Siku ya leo amini tu. Siku ya leo amini tu. Wewe ulio nyumbani amini tu. Uone ya kwamba mchezo wako ukifanya kazi. Inabika maana ambao wakukosa kuamini. Watu kukosa kuamini. Tuko kanisani moja, lakini nakuta kwamba mtu mmoja anasema hii si kawaida. Na mko kanisa ni moja, lakini nakuta kwamba inategemea na vile ambao mmeumbiliwa neno moja, lakini vile ambao mtu mmoja ameshika ile neno na kuamini lile neno, bali nakuta kwamba itakuwa tofauti. Itakuwa tofauti. Kwa hivyo sinakwambia kwamba amini tu. Hebu soma, tuko hapa John 6. John 6 from verses 25. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe ulikuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, mimi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Hebu angalia bwana. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamfuata Yesu kwa sababu ya nini? Ya miujiza na mikate. Hebu rudia hapo bwana. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Basi. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu ambao umeingia kanisani kwa sababu ya nini? Ya mikate. Kwa hiyo ukikosa ile mkate, si useme, ukikosa ile mkate itakuwa vunjo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wengi ambao wako na kanisani wako na vunjo. Kwa nini? Maana anauliza, kwa nini mimi sikubaliwa kama huyu? Kuna mtu ambao amepatiwa kamkate na kujua ya kwamba ni hali ya kuamini. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wengi ambao wameingia kanisani, lakini kanisani unakuta kwamba akukosi nini? Punjo. Kwani si neno inasema katika kutoka kwa kitabu cha Yakobo ndio inauliza mzale wa bili inasema nini? Hiyo ni kupitia Yakobo 2 inasema, ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni nyuma, hebu weka kwanza moja ama 3. Mali ambayo inauliza kasia inatoka wapi? Kasia inatoka wapi? Kukosa kuelewana kunatoka wapi? Ninasema Yakobo 1 na ama ni 3.
Ikianza hapo okay. Yakobo ndio hiyo mstari wa kwanza. Vita vyatoka wapi? Na mapigano walioko kati yenu yatoka wapi? Basi kwa hiyo unakuta kwamba hiyo ndio, hapo ndio unakuta kwamba vita inatoka wapi katika kanisa. Kwa nini? Maana kuna kitu ambayo imekosa, na kila ambayo imekosa inaitwa imani. Kwa hiyo unakuta wa Yesu Kristo alikuja kutafuta vile ambao ataweka inaitwa kupanda. Sasa unakuta kwamba anakuja kupanda imani kwako, aondoa hiyo roho ambao ya kukosa kuwa na kitu ndani yake, inaitwa utubu. Na ndio unakuta kwamba pale Mwanzo kitabu cha Mwanzo moja inasema kwamba nchi yote ilikuwa tubu. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo tubu ikiwa ndani yako, unakuta kwamba inakuwa kwamba ni shida. Soma. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo unakuta kwamba kunakuwa na giza na utupu. Kwa hiyo unakuta wa Yesu Kristo alikuja kutafuta vile ambao atapanda kitu inaitwa imani ndani yako. Okay, akiweka imani ndani yako, bado unakuta na hiyo jambo ni ngumu sana, maana unakuta anakuja kushimba shamba ambao haina, iko na nini, iko na mawe yako, inaweza kuwa na mawe sana, ile mawe kali sana. Na ndio Yesu Kristo amekuja ili aweze kutafuta vile ambao atapanda imani ndani yake, hadi ya kuamini. Inaitwa kuamini. Kwa hiyo wakati ambao utaamini, muujiza wako utakuwa rahisi. Lakini basiwa kuamini inakuwa kwamba unaweza kuomba kutoka Januari mpaka Disemba, unakuta kwamba unaombea kitu kimoja, lakini hakuna kitu inabadilika. Unaweza kusoma neno bila imani, ni kazi, hakuna kitu inabadilika. Utaanza kusema kwa nani, unakuta kwamba bunjo inaanza, pita inaanza kanisani, mpaka unakuta kwa si amujaona wakipigana kwa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ikosa hiyo imani. Unaona kwamba unasema kwa nini huyo amepatiwa cheo kubwa kuliko mimi? Halo. Na wengine wanatoka kanisa kwa sababu hawakupatiwa cheo, au hawakupatiwa cheo ila ambao walikuwa wanataka. Halo. Lakini ninajua kwamba nyinyi ni wazuri sana. Kwa sababu mko katika imani, na ndio hapo ninasema kwamba ninapanda imani kwenu. Yaani ninapanda hii imani kwenu, ya kwamba uanze kuona kwamba muujiza wa Mungu ukifanya kazi wakati wangani, wakati ambao ukisikia hii neno inasema kwamba imani huja kusikia na kusikia nini? Neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Usikia hiyo tu. Kwa hivyo ni nini ambao umesikia? Kuna wengi ambao umesikia mambo ya wazee. Unakuta kwamba watu, unakuta kwamba
nikikwambia uanze kuniandithia, unaanza kuniandithia mambo ya wazee vile ambao wazee wanakuanga. Wakwenu bila walisema. Na Biblia inasema kwamba sikia, ndege ikianguka na ikiwa kila mtu, kuna kale ka kitu kanaitwa black box kanaenda kutafutwa, ikaangaliwa ni nini hapa. Inakuwa ya kwamba wanasema kwamba hii ilifanyika, yani state ilitokea kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Na amesema nini? Kila tuangalie mwisho wetu, tunaweza kwa kwamba tumeanza vyema ndani ya Roho, lakini hapo katikati tunapotelea hapo. Halo. Yani nakuta kwamba tunaweza kwa kwamba tumeanza upema kwa moto wa Mungu, kama Paulo vile ambao anaambia Wagalatia ya kwamba tulianza vyema na tukusikia kwa imani. Tunasema kwamba imani hii tunatembea na, lakini katikati ya baba na bala tukapotea. Na hapo ndio Mungu ananiambia kwamba legesha kanisa langu kwa msingi, maana walipotelea kwa njia. Ninasema kwamba lazima tuingie katika imani, nipande imani ndani yako, kwambia kwamba tunaenda mbinguni. Halo, kama wewe ulipotea na kurudisha kwa msingi. Nasema kwamba kama wewe ulipotea, ninakurudisha kwa msingi. Kama wewe unakuta kwamba uliona wengine wakitembea, unakuta kwamba ukawaonea wivu, ukapotea kwa njia. Kama nani? Nikwambie mtu mmoja alipotea kwa anaitwa weka hiyo maandiko iko katika kitabu cha Saburi 73. Na hapo ndio nasema kwamba inaitwa hali ya kuamini. Kwa hiyo ukikosa kuamini, unakuta kwamba ni jambo ngumu sana kuamini. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo inaweza kuharibikia njiani. Mambo unakutana na wengine. Hebu soma Psalms 73:2. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Ati unasema kwamba mguu wake ulikuwa karibu kupotoka. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Kwa nini? Maana nilimuonea wivu wenye kujivuna. Yani alionea wivu. Kwa hiyo inaweza kwamba kuna watu ambao wanaleta vujo kanisani kwa sababu kuonea wengine wivu. Wewe ndugu yangu, unaonaje? Daudi anasema nini? Hebu rudi hapo. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Maana niliwaonea wivu wenye kujivuna. Nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Basi. Kwa hiyo unaona tunapenda sana, isikia, tunapenda sana kupima na macho. Unasema kwamba unapima, unasema kwamba huyu hajaokoka, hata ajuangi maombi. Mimi naombanga hata usiku, ninaamuka ninaomba. Unaniambiaje? Na Mungu anampatia hii. Then unakuta kwamba unapima na kipima cha macho, lakini haumjui Mungu amepitia njia gani kumbariki yule. Halo. Yani unakuta kwamba Mungu
mtu anasema kwamba ninaendaga mlimani. Na mimi kwa nini mimi sijapatiwa hii na huyu anapatiwa hii, anapatiwa na tu hiyo? Na unakuta kwamba huyu ambaye anaitwa Daudi anasema kwamba mzigo wake ulikuwa karibu kupotosa, maana aliangalia hata wale ambao wanaonekana kwamba kama hawaombi, lakini Mungu anawapatia. Unaonaje? Unaweza kwa kwamba umeanguka, kwa hiyo unaweza kwa kwamba umeanguka, kwa hiyo yaani unakuta unapima vitu na macho. Unajua kwamba kupima kwako na macho unakuta kwamba utaenda, inaitwa miss, itaenda miss. Lakini ukiweka imani unasema kwamba leo ninajua kwamba Mungu akunipatia, lakini amepatia huyu, ninapiga mbio. Yaani unakuta kwamba na ndio hawa unakuta turudi mahali ambapo tumetoka. Yaani unakuta kwamba hawa wamekutana naye. Tuende mstari wa 28. Mstari wa 26. 26. Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Yes. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna watu ambao wameingia kanisani kwa sababu ya nini? Wameona kwamba wewe ukibarikiwa, wakaona kwamba hata wao wakuja wabarikiwe na watabarikiwa. Okay, lakini unakuta kwa mwenye kubariki ni mmoja, na njia ambao utaweza kumuita akuheshimu, atuelewi, lakini itategemea ni imani ile ambayo ninataka kupanda kwako. Leo ninataka kupanda imani kwako, na ndio hapo ndio unakuta kwamba Yesu Kristo anasema nini? Anasema kwamba nilikuja ili nifanye mapenzi ya Baba. Yaani unakuta kwamba yule ambao aliyenilete, yaani waelewa kwamba ni mimi nilikuja. Kwa hiyo unakuta kwamba ukimwamini ile neno, ukiamini lile neno, na ndio hapo unasema kwamba ili kuamini kabla haujaona. Nenda kupatia hiyo maandiko. Kwanza hapo chini nasema 27. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Hiyo ndio nilikuwa na hiyo swali. Wakataka kujua, na wewe utaki kujua, maana unakuta kwamba pasipo kuwa kutaka kujua, inakuwa kwamba basi itakuwa ngumu kwa Mungu ama kwa Yesu kuweka ama kupanda. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unamwambia anasema kwamba nitafanya haja, inamaanisha kwamba ako na haja sasa aweze kupandwa. Nini? Kupandwa hiyo pando ya imani. Rudia hiyo. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Kwa hiyo unakuta kwamba wakakuwa na haja, wakawa na haja wapandwe hiyo. Kwa hiyo unakuta wana shamba imekuwa kwamba imekuwa cleared. Kristo akakuwa ya kwamba anataka kupanda, lakini sasa amepata nafasi. Maana unakuta kwamba wameuliza swali, kwa hiyo akajua kwamba kweli wamekuwa tayari. Kwa hiyo lazima ukuwa tayari. Basi wakauliza, na ndio wakati ambao walimuuliza ikakuwa kwamba ni rahisi kwake kujibu, na